hadithi imetaja neno nia, innamal a'malu binniyat, kwenye riwaya innamal a'malu binniya. Nia hii ikija nia katika maneno ya sharia, ikija neno nia katika maneno ya sharia au maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hukusudiwa neno nia moja ya mambo mawili. La kwanza, imma ikusudiwe nia ambayo muttajihatun lilibada, yenye kuelekea kwenye ibada yenyewe, au ikusudiwe nia muttajihatun lilmaabudi, yenye kuelekea kwa yule anayeabudiwa. Nia kwa maana ya kwanza, ile inayoelekea kwenye ibada, ndio ile nia wanaoitumia wanawazuoni wa fiqhi katika kubainisha hukumu, katika kubainisha wakitaja masharti ya ibadat. Utawaona fuqaha ya imma wanazungumzia shurutu salah au wanazungumzia furudul wudu au shurutul wudu, wanasema an-niyya. Fuqaha wanaitumia neno an-niyya, wanakusudia fuqaha kwa utajo wao nia kama shart tamyizul ibadati ba'dhiha an ba'd, nia ya kutofautisha ibada zenyewe kwa zenyewe. Hutajwa neno nia na fuqaha likawa na maana hii, nia inayoelekezwa kwenye ibada. Kama unasali raka ngapi? 2. Nia yako raka 2 hizi ni nini? Ni raka 2 za alfajiri, au raka 2 zako hizi nia yako ilikuwa ni raka 2 za swala ya faradhi ya alfajiri? Nia yako raka 2 hizi ni tahiyatul masjidi? Nia yako ya raka 2 hizi ni sunnatul wudhu'i? Nia yako. Kwa hiyo nia hii ni ile inayotofautisha ibada zenyewe kwa zenyewe, inatofautisha baina ya saumu ya sunna na saumu ya faradhi, inatofautisha baina ya swala ya faradhi na swala ya sunna, inatofautisha baina ya almuhim. Nia katika ibada kazi yake kutofautisha baina ya ibada na ibada nyingine.